Mimi jina langu ni Brightness. Ni msichana niliyekuwa katika malezi. Mimi asili yetu ni Tanga, wanaposema yalipoanza mapenzi. Mimi sijisifii. Hakika nilibarikiwa na Maulana. Nilikuwa na rangi yangu ya asili iliyokuwa na mvuto wa aina yake. Sura yangu ilikuwa ndogo na nyembamba. Nilikuwa na dimples kwa mbali zilizofanya vijana wengi kuchanganyikiwa na mimi. Na kwenye swala la umbo, hakika naweza nikasema Mwenyezi alinipendelea. Maana ilikuwa inawatesa wengi, haswa pale nilipokuwa nikipita mtaani, pia hadi chuoni. Sisi nyumbani kwetu hatukuwa na uwezo, tulikuwa maskini na wenye hali duni, na hilo ndilo lilikuwa chanzo cha mambo mengi katika maisha yangu. Je, nini kilitokea katika maisha ya Brightness? Hii ni Simulizi TZ. Karibu sana ndugu msikilizaji kwa simulizi hii mpya, simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Yatima. Hii ni simulizi bora iliyojaa mahaba na utamu wa mapenzi ndani yake. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Kama kawaida, usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu. Na huu ndio mwanzo wa sehemu hii ya kwanza. Asubuhi na mapema, mimi na mdogo wangu Happy tulikuwa tunapalangana jikoni kuandaa chakula kwa ajili ya wateja. Mimi na mdogo wangu tunamiliki mgahawa mdogo tuliozungushia mabati mabovu. Hicho ndio kinachotupatia riziki ya kila siku pamoja na ada. Wazazi wetu walishafariki, waliniachia nikiwa chuo, tena nikiwa mwaka wa kwanza, na mdogo wangu Happy alikuwa ndio yuko form 2. Kwetu tumezaliwa wawili, yani mimi ambaye ni Brightness pamoja na Happy mdogo wangu. Wazazi wetu baada ya kufariki, kitu pekee walichotuachia ni kijumba kidogo tulichokuwa tunaishi. Hatukuwa na uwezo mkubwa wa kimaisha, tulikuwa tunaishi kawaida, na wazazi wetu walikuwa wanafanya vibarua vya hapa na pale. Hivyo ndio vilikuwa vinatulisha na kutusomesha. Mimi na Happy tulishauriana kila likizo tuwe tunajishughulisha kuuza chakula ili tuweze kupata pesa ya ada. Siku moja asubuhi, wakati tunaendelea na shughuli zetu hapo mgahawani kwetu, tulipata ugeni. Ugeni ulikuwa wa wateja wengi kidogo. Walikuja vijana 12, mafundi ujenzi. Waliagiza chakula, kisha wakatuambia bosi anakuja kulipa muda si mrefu. Hatukuwa na kipingamizi, maana sehemu waliokuwa wanajenga ni karibu na pale kazini kwetu. Walikunywa chai hiyo asubuhi, na mchana wakaja kula chakula cha mchana. Basi ilipofika mida ya jioni, mimi na Happy tulikwenda kuchukua pesa. Tulifika pale tukawakuta mafundi ndio wanabadili nguo kwa ajili ya kuondoka. Walituambia bosi yupo njiani, sisi wenyewe tunamsubiri kidogo. Basi tuliketi pale pembeni. Baada ya muda ikaja gari fulani hivi kali sana. Wale mafundi walisogea kumpokea. Aliyekuwemo kwenye ile gari ndiye alikuwa mkaka mmoja mdogo mwenye umri kama miaka 30 mpaka 35. Waliongea naye pale, akawagawia pesa. Baada ya hapo akasogea tulipo tukasalimiana naye. Baada ya hapo akatuuliza tunadai kiasi gani. Nilimtajia kiasi cha pesa ambacho tunachokidai. Akachomoa wallet, akatoa pesa nyingi zaidi ya ile tunayoidai. Baada ya kuzihesabu zile pesa, nilishangaa. Nilitoa tunayoidai, ingine nilimrudishia. Yule kaka aliniambia, "It's okay, itawasaidia hiyo." Mdogo wangu alipokonya ile pesa, akasema, "Asante kaka." Mimi nilichukua nikamrudishia, kisha nikamwamuru, "Dogo, tuondoke." Baada ya kuondoka pale,
Mdogo wangu alianza kunigombeza. Alidai shule zinafunguliwa na hatujapata ada ya kutosha. Sijui hata ni kwa nini umeikataa ile pesa dada. Hebu kaa kimya Happy. Hivi unafikiri kuna cha bure? Unafikiri kuna cha bure? Tena nasema ukome. Tena uache kabisa hiyo tabia ya kupalamia pesa za watu. Zitakuja kukutokea puani mdogo wangu. Sasa dada, ada tunalipa na nini? Usijali Happy, mimi nitajua cha kufanya. Lakini dada, kwa nini umeiacha ile pesa? Huenda yule kaka ametupatia kwa sababu sisi ni yatima. Happy, tafadhali acha ujinga. Hivi mtu anayekusaidia bila kukujua? Kweli, mtu anaweza kukusaidia bila kukujua? Hebu acha tamaa mdogo wangu. Ada tutaipata tu. Wakati tunaendelea kubishana, mimi pamoja na Happy, ghafla tukasikia mtu anatuita kwa mbali. Ugeuka, tukamwona moja ya wale mafundi akiwa anatukimbilia. Tulisimama kumsubiri. Ndipo alitufuata akatuambia, bosi amesema kama itawezekana tumsaidie namba yetu ili siku watakazokuwa wanakuja kujenga awe anatuambia tupeleke chakula. Hakika niliona hiyo kuwa ni fursa. Siku watakazokuwa wanajenga mafundi, tutakuwa tunaamka saa 10 za usiku. Tunawaandalia kifungua kinywa cha asubuhi. Kabla sijaenda chuoni, nitakuwa nawapelekea nipate na pesa ya nauli na kwenda chuoni. Nilimpatia namba kisha nikaondoka. Mimi na Happy tulirudi pale mgawani. Tukaoshaosha vyombo, tukaweka sawa. Then tuliondoka kwenda nyumbani. Siku tunazokuwa mgawani huwa tunaondoka huko tumekula cha usiku. Tukifika nyumbani ni kuoga na kujisomea tu. Siku hiyo baada ya kufika home, nilioga nikamaliza. Nikaanza kujisomea. Simu yangu ilianza kuita. Tena huo usiku. Namba ngeni nikapokea. Sauti kama naijua. Ni kama ya yule bosi aliyeomba namba ili awe anaoda chakula. Hello. Nikaitikia. Hello. Samani. Naitwa Hemedi. Yule kaka aliyeomba namba alijitambulisha hivyo. Na mimi nikamwambia, naitwa Brightness. Samani kwa usumbufu. Brightness, tunaweza fahamiana zaidi? No, hapana. Labda kama unataka kuweka oda ya chakula na kusikiliza bosi. Nilipoongea hivyo, Happy akanifinya. Akawa ananiambia, dada, unahitaji mtu wa kukupenda. Sijui kwa nini unamkataa kila mtu. Usimjibu hivyo dada, please. Sikujali anachoniambia. Niliona Happy ananiletea makuzi. Niliendelea kumkazia yule jamaa. Tena nikawa namuita bosi ili kumvunja moyo kabisa. Baada ya kukataa kumsikiliza, Hemedi aliniambia, ni sawa, samahani basi. Pia ninaomba tu uniite jina langu. Usiniite bosi, tafadhali, please. Okay, nimekuelewa. Kesho naomba mtuletee chakula. Mafundi watakuwepo hapo. Tena watakuwa watu kadhaa. Chakula cha asubuhi na cha mchana. Sawa Hemedi, nitafanya hivyo. Asante kwa oda yako na kuahidi nitaitekeleza ipasavyo. Ubarikiwe sana kaka. Hemedi alivutiwa na yale maneno. Akaniambia, usijali Brightness. Natamani sana kufahamu kwa undani. Lakini kama hautojali, tafadhali, please. Hilo haliwezekani, sorry. Jamaa alikuwa akiongelea issue ya chakula. Na mjibu kwa nidhamu. Ila haya mambo mengine namkazia vibaya mno. Kabla hatujamaliza kuongea, Hemedi aliuliza kitu kimoja. Alitaka kujua kama huwa tunapika na chakula cha usiku pale kwenye mgawa wetu. Hapana, ni breakfast tu na lunch tu bosi wangu. It's okay, Brightness. Lakini sipendi uniite hivyo. Sipendi. Hilo jina silipendi kabisa. Niite tu Hemedi,
tafadhali, inatosha. Niite Medi. Mabosi hawapendi kuitwa mabosi, ila sasa sisi maskini tunavyolipenda hilo jina. Nilimwomba samahani, akasema okay. Hemedi aliniomba kama itawezekana kuanzia siku inayofuata eti nianze kuwa nampikia chakula cha usiku. Atakuwa ananilipa pesa nzuri tu. Jamani, huyu jamaa kwani siku zingine alikuwa anakula wapi? Nilijiuliza. Niliwaza haraka, lakini nikasema huenda hizi ni njia Mungu anatufungulia za kutupatia ada, sisi mayatima. Nilimwambia Hemedi it's okay. Kwa hiyo hiko chakula kitakuwa cha watu wangapi? Akasema ni chake yeye tu, atakuwa anapitia, anaenda kula nyumbani kwake, zeni anarudisha vyombo asubuhi. Sawa basi, nimekuelewa. Na chakula kitakuwa cha aina gani labda? Maana hicho cha mtu mmoja. Si itatakiwa niwe napika chakula unachojisikia kula wewe? Hemedi aliniambia, ni kweli, but mimi nitakutajia vyakula ninavyopenda. Zeni pesa ya mahemezi ya wiki nzima. Then wewe utakuwa unanipangilia kipi cha kupika. Okay, sawa. Basi Hemedi, naomba nikutakia usiku mwema. Tuliagana hivyo. Huku pembeni kadogo kangu kakawa kanacheka tu. Unacheka nini wewe? Badala ujisomee. Dada, mbona huyo kaka alikuwa anakuongelesha hivyo? Ni kama vile anakupenda. Acha ujinga. Hepi, sipendi hizo mada. Na nafikiri unalijua hilo. Hivi huyu ni chizi Anawaza upuuzi. Ila simlaumu. Maana ndo yuko kwenye ule umri wa watu kuwa katika mambo mengi, hasa hayo wakiwa wanayafikiria. Nilimpiga kakibao kadogo kichwani mwake, nikamwambia soma huko, uache upuuzi. Tuliendelea kusoma mpaka saa 6 za usiku, tukaingia kulala. Siku iliyofuata kama kawaida, tuliamka mapema, tukaenda sokoni, tukaemea makolokolo yote ya mgawani, then tukaenda kuandaa chakula. Tulipika chai na vitafunwa, tukapeleka kule site kwa bosi Hemedi. Yeye hakuwepo, walikuwepo mafundi tu. Siku hiyo nimefika pale, mambo yalikuwa tofauti na jana. Yaani siku hiyo mafundi walionyesha heshima fulani hivi. Nikabaki na shangaa. Jana tu walikuwa wananitania. Wengine mpaka wananiita mama watoto. Wengine wakaanza kuniomba namba. Ila siku hiyo nikaanza kuitwa misi, mara madam. Haya ni maajabu. Basi bwana, niliwapa chai. Zeni nikakaa pembeni kusubiria vyombo. Wakati nasubiria vyombo, mara nikaona gari ya Hemedi ilikuwa inaingia. Alafu akaja kupaki pale nilipokuwa nimekaa mimi. Hemedi baada ya kupaki gari alitelemka, akanipa hai. Alikuwa ananiangalia kuliko kawaida, ila sikumzingatia. Alipoona nampotezea, akasimama pembeni yangu, akawa ananiangalia kwa macho ya kuibaiba. Mimi wala sikuwa na time naye. Nilikuwa busy tu nawaza majukumu. Mimi ndio mama, mimi ndio baba. Nina vitu vingi kichwani mwangu. Kila nikiwaza nahisi kulia tu. Nilikuwa nawaza mbali sana mpaka akili ikawa haiko tena pale site. Nilikuja kushtuka kwa baadaye mafundi wananikonyeza. Nini kinaendelea? Si ndio ikabidi nigeuke kumwangalia Hemedi, nikakuta mkaka wa watu kaganda, jicho liko kwangu. Kwa vile mafundi walishamaliza kula, nilikwenda kuchukua vyombo vyangu ili niweze kuondoka. Hemedi akaniita, akaniuliza kama chai ipo. Nikamwambia niliyoleta pale site imeisha, ila ofisini ipo. Aliomba twende wote ili akanywe chai. Nikamwambia sawa, twende. Alifungua mlango wa gari yake ili niweze kupanda. Nikamwambia sio mbali, tutembee tu. Please, tafadhali Brightness, panda kwenye gari. Ilibidi nikubali kupanda na kuondoka. Basi tukaanza safari kuelekea pale mgawani kwetu. Nilikwenda nikamwekea chai.
pamoja na chapati na maharage, akaanza kunywa. Alipomaliza akaniambia, chakula ni kitamu sana, naomba na mimi uwe unaniwekea chai, ila usio unaileta pale site, nitakuwa nakuja kunywa hapa hapa. Happy kwa pembeni ni kukenua meno tu. Nikamwambia sawa Emedi, hakuna shida. Aliomba bili nikampatia. Nilimpa bili yake na mafundi akailipia. Baada ya hapo kuna kikaratasi alinipatia. Kilikuwa kimeandikwa vile vyakula anavyokula yeye. Alinipatia na hiyo pesa ya mahemezi ya wiki nzima na kwangu na ya kwangu ya upishi. Nye, mbona ananipa pesa zote hizi? Happy alinikonyeza. Dada, chukua. Mbona unakuwa mshamba hivyo wewe? Nilichukua zile pesa. Baada ya hapo, Emedi aliondoka. Jioni ilipofika nilikwenda kuhemea. Siku hiyo nilipanga kumpikia samaki na ndizi pamoja na juisi ya embe na passion. Niliingia jikoni, mtoto wa kike, mapishi. Na mapishi hakika nayajua, si ya kubahatisha kabisa. Nilikaangiza kila kitu, nikakihakikisha kimekuwa tayari. Usiku mida ya saa 2 ndo nikapigiwa simu na bosi Emedi. Anaomba nimwelekeze home ili aweze kuja kuchukua chakula. Basi bwana, nilimwelekeza. Akaniambia anakuja. Ilibidi sasa nianze kumpakulia msosi wake kwenye hotpot nzuri. Mteja ni mfalme bwana. Ile jiwisi nilitia kwenye kopo fulani hivi na nalowekea maji yangu ya kunywa chuoni. Nzuri. Emedi alifika karibia na kwetu, akanipigia. Nilimwomba asije na gari yake mpaka nyumbani, majirani wataanza kutudisi. Mimi naogopa sana hayo mambo, tena naogopa. Alirejesha gari kwa mbali kidogo, kisha akatembea mpaka kwetu. Nilimkaribisha nje, kulikuwepo na kiti. Akakaa, nikamtolea chakula chake. Nilikuwa tayari nimeshakifungasha, tena nimekifungasha vizuri. Akanishukuru. Baada ya hapo akatutakia usiku mwema mimi pamoja na mdogo wangu, kisha akaondoka zake. Usiku tena wakati najisomea akanipigia. Ilikuwa mida kama ya saa 4 hivi. Nikajiuliza au nimezidisha machumvi kwenye chakula. Nilipokea kama kawaida yake. Akaniambia, samahani kwa usumbufu Brightness. Bila samahani. Emedi, karibu na kusikiliza. Asante sana kwa chakula. Chakula ni kitamu sana. Tangu nizaliwe, leo ndio nimekula chakula chenye ladha tamu tena ninayoipenda. Asante sana. Mungu akubariki. Nilijisikia furaha sana mie. Nikamwambia, asante kwa kushukuru Emedi. Naomba nikutakie usiku mwema. Nilikata simu chapo. Mimi huwa sitaki kabisa mazoea, tena na hizo habari ambazo zingeweza kuleta mambo mengi mara baada ya mimi kuzoeana naye. Hivyo nilijiepusha na mazoea naye. Basi mara baada ya kukata simu ikaingia message, na that time sijui nilianzaje. Kila simu ama message iliyoingia nilikuwa nikihisi ni Emedi. Basi nilipoifungua ile message sikuelewa maana. Ilikuwa na ujumbe. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya Penzi la Yatima. Usikose katika sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri. Ni mwanzo, mambo yameanza kuchangamka baina ya Brightness na Emedi ambaye ni yatima, anaishi na mdogo wake. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Asante na kwaheri.